mwenyewe anaielezea akaitoa mimba. Kanumba alisikitika, akaniambia mama, Wema katoa mimba yangu. Akamwambia Wema, Bana, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia vizuri mitandao ya kijamii, basi utakuwa sio mgeni kukutana na negative comments ambazo wanazipata Wema Sepetu kutokana na kile ambacho anakiposti kwenye mitandao ya kijamii. Ukiona unapitia kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye Instagram account ya Wema Sepetu, basi utokana na zile comments za wanazengo kutokana na yeye lifestyle yake ambayo anaishi, kwa sababu tunajua mpaka sasa hivi Wema Sepetu hajabahatika kupata mtoto. Lakini kupitia interview ambayo ameifanya mama yake Kanumba, amethibitisha kwamba kitu gani ambacho huenda kimesababisha mpaka Wema Sepetu mpaka sasa hivi hana mtoto. Lakini moja miongoni mwa vitu ambavyo amezungumzia ni kuhusiana na kwamba Wema Sepetu mwanzoni alikuwa anatoka kimapenzi na Kanumba, Steven Kanumba, ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini katika uhusiano wao Wema Sepetu alibahatika kuwa mjamzito, la hiyo mimba ilikuwa ni ya Kanumba. Sasa kitu ambacho kimesababisha mpaka Wema Sepetu mpaka sasa asipate mtoto huenda ni laana ambayo amenyacha Kanumba, ambayo isababisha mpaka Wema Sepetu asipate mtoto mpaka sasa. Sasa Wema Sepetu unaambiwa kwamba alikuwa mjamzito, lakini mwisho wa siku ile ule ujauzito aliutoa Kanumba, na Kanumba akamwambia kwamba hata kuja kupata mtoto labda aje kurudie kwa Kanumba. Lakini mwisho wa siku ni kwamba Kanumba ameshafariki, lakini Wema Sepetu hajapata mtoto. So ni kama laana ambayo Kanumba amemwachia Wema Sepetu kutokana na kile ambacho amekifanya. Sasa mama Kanumba anafunguka ni namna gani ambavyo mpaka Wema Sepetu imekuwa hivyo, lakini solution ambayo aliifanya kwa Wema Sepetu lakini haikuzaa matunda. Sikiliza interview hii. Kisha wewe wote uko kuangalia mjukuu pale umekosa kabisa. Kanumba alikuwa ananiambia mama, mimi nikizaa na mwanamke nimeoa. Ukusikia ile kesi ya Kanumba na Wema ya kutoa mimba? Nakumbuka. Sasa na nimeona hata kwenye comment moja leo hii pale Instagram, baada ya Wema kuwa ameposti mambo yake ya siasa, kuna mtu mmoja comment pale imekuja kwamba laana yake aliipata baada ya kutoa ujauzito wa Kanumba, kwamba jina la mwanao bado linatumika hata kwenye comments za watu wakimshambulia Wema. Mwaka huu uliwahi kuisikia hiyo kwamba labda alikuwa mjamzito wa mimba ya nani? Yeah, niliwahi kuisikia. Kanumba alikwambia kabisa kwamba, na Wema mwenyewe aliniambia. Unajua wale walipendana, ndio ikatokea vurugu kama kawaida vijana. Lakini Wema alivyopata hiyo mimba ya kwanza, sijui alifanyaje, walikubaliana. Lakini hii ya pili akamwambia hivi, naomba mtoto wangu, mama yangu yupo na bado kijana, atamtunza. Wema akapata vishawishi, hata yeye mwenyewe anaielezea, akaitoa mimba. Kanumba alisikitika, akaniambia mama, Wema katoa mimba yangu. Akamwambia Wema, utakaa uzae, labda urudi tena kwangu. Umetoa mimba yangu, wanakuambia kwamba mimi ni star lakini sina hela. Nikamwambia Wema, njoo twende kwenye maombi au kwenye dua, wewe ni Muislamu, tuvunje, mimi ndio mama yake Kanumba, tuvunje hii nani tuite sijui laana sijui kama sulana, tuivunje ili uendelee na mambo yako ukiwa salama. Lakini labda wengine walimshauri vingine, nikamwacha. Hatuna ugomvi naye, lakini sina mawasiliano naye. Na unaonaga kwenye mitandao anavyokuwa analia, anatamani wanamtukana nini, lakini sina jinsi. Mimi nilimwambia twende, kama ni kwa shehe, kama ni kanisani, mimi ndo mama yake Kanumba. Twende tukavunje hii. So hayo ndo maneno ambayo ameongea mama yake Kanumba kupitia interview ambayo ameifanya pale Mjini FM. Lakini natamani kujua kwa upande wako, nadhani maagano ambayo ameyafanya Wema Sepetu kwa Kanumba, mama yake Kanumba anaweza akayatindua kwa sababu ni mama yake mzazi, kama ambavyo yeye mwenyewe amesema kwamba amejaribu kumtafuta Wema Sepetu ili wavunje yale maagano ambayo ameyafanya na mwanae, lakini hakuna response yoyote ambayo Wema Sepetu amefanya. Lakini pia hana ugomvi wowote na Wema Sepetu. Naamini Wema Sepetu akienda kufanya kuvunja yale maagano au laana ambazo huenda zinasababishwa na Kanumba, inaweza kusababisha Wema Sepetu kuvunja yale maagano na kusababisha mpaka Wema Sepetu kupata mtoto. Nini maoni yako? Dondosha maoni yako hapo chini niambie. Lakini nikusihi mpenzi mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitu ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa M+ Media. Mimi ni Tony, tena zaidi kutokea wakati mwema. Bye bye.